Wakati Rais Samia anaingia madarakani na sasa miaka 4 baadaye, ni ukweli usiopingika kwamba kipato cha Mtanzania kimeongezeka. Yaani ni ukweli usiopingika kwamba kipato cha Mtanzania kimeongezeka, kwa sababu kama hekta 400 zimeongezwa kwenye irrigation, hizi hekta 400 kuna watu wanahusika nazo. Haiwezekani kwamba sasa hakuna watu wanahusika nazo. Biashara kwa mfano ni eneo ambalo linagusa watu wengi. Wakati Rais Samia anaingia madarakani, biashara Tanzania duniani ilikuwa dola bilioni 17. Leo ni zaidi ya dola bilioni 32. Ni ongezeko zaidi ya 84%. Kwa Tanzania inafanya biashara duniani kwa zaidi ya 84% kabla ya Mama Samia, Mheshimiwa Rais, na sasa miaka 4 baadaye. Hii biashara mnyororo wake wote huu, kuna shughuli ambazo zinahusisha watu katika mnyororo mzima. Leo ni moja kati ya kijana ambaye Mama Samia amekuamini kwenye nafasi nyeti sana kuhakikisha kwamba swala zima la miradi ya umma na binafsi basi inakuwa chini ya mikono yako wewe na akili zako wewe na busara zako wewe. Unaniambia nini nitakapofika bungeni Novemba insha Allah, kwamba nitakapoanza kupitia mikataba iliyoingiwa chini ya serikali ya awamu ya 6 kwenye mikono ya Kafulila itakuwa safi na haitonifanya na mimi kuwa Kafulila wa pili katika bunge lijalo? Kwanza nikushukuru kwa heshima hiyo, na niseme tu kwamba sheria, maana hapo nataka tuseme sasa sheria ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni sheria ambayo imeongeza uwazi sana kwenye kuchakata hiyo miradi, cha kwanza, na ndio maana miradi yote ya ubia ikisainiwa, nakala ya mradi ule anapelekewa CAG mwenyewe moja kwa moja. Unapeleka kwa mkaguzi wa ndani, unapeleka kwa mkaguzi wa nje, unapeleka kituo cha ubia, unapeleka TRA kwa ajili ya masuala ya kodi. Kwa kiwango cha uwazi ni kikubwa, lakini pia ule utaratibu wa kuichakata ile mikataba ni utaratibu ambao kwa kiasi kikubwa unahusisha macho mengi. Ni kweli kwamba ule mradi atasaini mwenye mamlaka ile. Kama TANESCO atasaini TANESCO, sio mimi David Kafulila. Lakini kazi yangu mimi kama kituo cha ubia ni kutoa huo ushauri wa kitaalamu ili kufikia mkataba ambao una maslahi ya pande zote, ya mwekezaji na ya serikali, na unahakikisha kwamba umecomply au umefuata sheria. Kwa hiyo Bwana Salum Mwalimu, mimi pia nakuombea uweze kufika huko bungeni ili kusudi uweze kupitia hiyo mikataba, na ukikuta kwamba kuna mkataba ambao David Kafulila alikuwa sehemu ya kuchakata alafu na dosari, wewe kula shingo yangu.